Habari za asubuhi. Karibuni katika kipindi hiki cha mafundisho makuu ambako somo hili umizimu katika ulimwengu wa roho. Agano Jipya ambalo kwa hakika lina maeneo ambayo watu wengi mpaka hata wamechukulia kuwa sehemu ya neno na wanafundisha katika nyumba za ibada. Katika Luka sura ya 16, hapa tutaanza na hilo fungu. Luka 16 na mstari wa 19 mpaka 31. Umizimu katika ulimwengu wa roho. Huyu ni Yesu huyu na nazungumza hapa na Agano Jipya, hasa kitabu hiki cha vitabu vya Injili Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Ina namna ya kusoma hivyo vitabu. Kuna mifano, kuna mithali, kuna mafumbo ambayo anayatumia kuelezea ukweli fulani kwa upana zaidi. Unaweza ukaona anatumia mifano: mpanzi alienda akapanda mbegu njiani, mbegu juu ya mwamba, mbegu kwenye miba, mbegu kwenye udongo mzuri. Ufalme wa Mungu umefanana na mtu aliyeshusha juya, ama ni kama ufalme wa Mungu ni kama, anajaribu kwenye Mathayo 13. Hiyo ni mifano, lakini kuna anapotumia hii anapanua ile mifano kwa namna nyingine katika kufikirisha si kile ambacho ni halisi, kwa sababu mifano analeta mifano inayofanyika kwenye jamii, ni halisi kinafanyika, lakini hapa anafikirisha akili ya msikilizaji kwa kitu ambacho si halisi, akitumia mfano hiyo kujenga fundisho ambalo ni rahisi sana mtu kuelewa. Na sasa lugha ya Kiswahili haina tafsiri, yake ni ndogo sana. Katika mojawapo ya maeneo ni hili ambao ili fungu tutakwenda kusoma, ambao tunasema ni ngoja tusome kwanza. Hebu soma kitabu cha Luka sura ya 16 fungu la 19 hadi 31. Neno la Bwana linasema, akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi. Mavazi hayo yalikuwa zamani, mtu anayevaa hivyo maana yake ni tajiri, kwa sababu mtu wa kawaida hawezi kumudu gharama ya mavazi hayo. Naam. Na kula siku zote kwa anasa. Unaona, sikiliza vizuri sasa. Na maskini mmoja anakula siku zote kwa nini? Kwa anasa. Mkutano, mnasikia habari hiyo? Anakula siku zote kwa nini? Kwa anasa. Ona mfano anavyoujenga ambao ameukuza kwa namna ambayo itakupatia picha ya tabia. Anakueleza alikuwa anakula kwa anasa siku zote, si kwa kuwa ana njaa, kwa anasa. Maana yake anakuelezea tabia ya huyo mtu tajiri. Naam. Neno la Bwana inaendelea kusema, na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Anawekwa mlangoni pa yule tajiri, alafu ana vidonda vingi. Anachokuelezea ni picha ya umasikini na hali duni, kiasi kwamba hata hawezi kumudu gharama ya matibabu. Kwa hivyo ni afya yake sio nzuri. Ndio picha anayoitengeneza kwa msikilizaji. Naam. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Ni masikini kiasi kwamba hata ungempa tu makombo yanayobaki, kwake yeye ilikuwa ni mlo mkubwa kabisa. Kwa hiyo amekuelezea picha yake ilivyo huyu na ile tajiri ilivyo. Huyu ni tajiri, akakupatia picha yake, ni mwenye muonekano wake, display yake, mavazi. 2,
ulaji wake, anasa. Alafu anakupatia yule Lazaro masikini, alafu anakupatia afya yake, anakupatia uhitaji wake ulivyokuwa mkubwa kweli. Baada ya kupatia utofauti huo, sikiliza anavyojenga hoja. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Naona. Ikawa yule maskini alikufa. Maskini akafa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yeye alipokufa moja kwa moja mpaka kwenye kifua cha Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa. Yeye akapelekwa wapi? Akazikwa. Yule maskini kwenye kifua cha Ibrahimu, tajiri ndiye akazikwa. Endelea usikie hoja anayoijenga hapa Yesu. Basi kule kuzimu aliyeinua macho yake. Sasa hapa kule kuzimu, yule aliyewekwa kuzimu yule akaangalia, akaangaza. Sasa hapa ndipo unaona ukiwa mfuga minyoo shida inaanziaga hapa. Kumbe ukizika, kumbe wanaona huwa. Si akainua macho, kaangaza. Lakini panaitwa wapi hapo? Kuzimu. Naomba uone vizuri kwa nini baadhi ya madhehebu ya Kikristo wanafundisha huo uongo huo, na wanawaaminisha waumini kwamba Yesu alisema kuna maisha kuzimu. Akaangaza, akaona nini? Anasema hivi kwamba alipokuwa katika mateso, kwamba huko kuzimu kuna nini? Mateso. Si ndio wanaona ile fundisho la purgatory? Na ndio maana kunahitajika mchungaji, anahitajika padri aje afanye misa. Maana yule amekufa, maisha yake ni mabaya. Tukifanya huduma atoke huko kwenye kuteketea, kwenye mateso huko, ahamishwe. Usifikiri hawana andiko rejea. Imeandikwa hivyo, lakini swali la msingi ni hili: imeandikwa nini? Maana yake ni kama alivyoulizwa yule nani towashi. Akamuuliza Filipo, akamuuliza unaelewa unayoyasoma? Akasema sielewi. Hii ananena ni Isaya mwenyewe ama habari za mtu mwingine? Yule towashi. Hiki ndicho unahitaji kuona. Kwa hivyo ukienda haraka unaona kumbe kweli bwana, watu wakifa wanaenda kule purgatory huko, wanaenda Gehena, moto, mateso huko. Na kwa hivyo akaona huko ana mateso, akasemaje? Neno la Bwana linaendelea kusema, akamwona Ibrahimu kwa mbali. Kwa mbali akamwona Ibrahimu na Lazaro kifuani mwake. Na Lazaro amegandishwa hapo kwenye kifua chake. Akalia. Akasema, akasemaje? Baba Ibrahimu, Baba Ibrahimu, nihurumie. Unihurumie na mimi. Umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini. Umtume Lazaro, Lazaro aje aniondolee maumivu haya, alete zima moto, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto. Nina mateso hapa, anilete dawa ya maumivu. Ibrahimu akasema. Sasa Ibrahimu anamjibuje yule mtu? Mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako. Unajua wewe ulipokuwa unaishi kule juu ulienjoy, unajua. Na Lazaro vivyo alipata mabaya. Lazaro yeye aliyoishi na mabaya alipokuwa kule duniani. Na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa. Sasa ni zamu yake ya kufarijiwa. Na wewe unaumizwa. Sasa wewe kwa kuwa hukuumizwa kule juu, sasa unaumizwa hapa. Na zaidi ya hayo, hata hivyo, kati yetu sisi na ninyi. Sasa sikiliza sasa. Ninyi wako wangapi sasa? Maana si yule tu mmoja. Sasa nasema sikiliza, jumla ya yote ni haya. Kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa. Kuna shimo kubwa katikati yetu, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze. Yaani hakuna anayeweza kutoka hapa akavuka hilo shimo akakufikia. Wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Wala wale wanaoishia upande wako kule
hawawezi kucross hili boda, Akasema, hawawezi. Sikiliza sasa, ukweli huo ndio nataka uelewe namna gani ule udanganyifu wa ibada ya kuombea wafu ili watoke kwenye mateso, wamekwisha kufa, ulivyo udanganyifu mkubwa sana. Kwa sababu mfano huu, ngoja kidogo josikie, mfano huu unaeleza hivi: wale wanaokufa wakadumbukia upande ule, hakuna namna ya kuwatoa kule waje huku. Wajinga ndio waliwao. Wale walio upande huu hawawezi kuvuka mpaka huu wakaenda kule, kuna shimo. Lakini viongozi wa dini wamewaaminisha watu zaka, sadaka zinazotolewa, misa, ibada zinazofanyika, mpaka kuna ratiba ya kuombea marehemu ili Mungu awarehemu. Keusi na kekundu kiweko hapo utaliwa. Mpelekee tu mbuzi hale, yule haamishi upande ule. Wangapi walishagawahi kufanya hivyo? Amujatokaka kule ninyi? Yesu anachoeleza ni nini? Ngoja uone. Soma uone anachokieleza hapo ni nini. Akasema, basi Baba, kama ni hivyo Baba Ibrahimu, na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu. Basi mchukue Lazaro umtume nyumbani kwetu, kwa kuwa ninao ndugu 5. Kuna ndugu zangu wangapi huko nyumbani? 5. Ambao tabia zao zikoje? Ili awashuhudie, wasije wao pia Sasa sauti. Naomba Ibrahimu sasa, kwa kuwa kwangu mimi tayari mambo yameshafanyaje? Yamesharibika. Nina ndugu zangu wangapi huko nyumbani? 5. Ninaishi tabia zao nazo ni mbovu kama za kwangu. Utume mtu kutokea huku, mtume basi Lazaro. Kama kwangu kutoka kwenu kuja hapa kuna shimo refu, basi umtume huko juu akawahubirie ndugu zangu, wasije nao wakajikuta hapa wote tukaishia hapa. Ibrahimu akamwambiaje? Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, wawasikilize wao. Sasa sikiliza tajiri, huko juu ulikotoka si yuko Musa na manabii? Kuna Musa na nani huko? Na manabii. Mnamuelewa Musa na manabii? Ndio. Kwani wakati Yesu anazungumza maneno hayo Musa alikuwa hapa? Hakuwa. Anachosema ni nini sasa? Anachosema ni kwamba wana Biblia. Wakati wa Yesu Biblia ilikuwa maeneo makubwa mangapi? Torati na manabii. Unanisikia? Akisema Musa anamaanisha maandiko, vitabu 5 vya nani? Mtoboa macho namna hii msukule. Alikuwa amekufa mpeleka Gamboshi. Sijui alikuwa wapi huko. Mawazo wafuga minyoo kama yule tajiri. Kwamba akipelekwa mtu kutoka katika wafu watafanyaje? Kwa hiyo peleka mtu aliyekufa, alafu akamwambia jamani, nimetoka huko nimeona mwenzenu anawateketea kule, jamani msicheze. Eti akawahubirie mtu aliyetoka katika wafu. Ibrahimu akasemaje? Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii, wasiposikiliza Biblia, itakuwaje? hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Hakuna namna ya kuamsha akili zao, hata mtu akilitoka kwenye wafu. Yaani Biblia pekee. Kitu gani? Na sisi nawaambia ndugu zangu wapendwa, kama hili neno la Mungu halitaamsha akili zetu, wala sio mtu wa kutoka GC atakayewaamsha. Sisi mnanisikia ninachokisema? Ndio. Hata akitoka divisheni. Wakati fulani nasikia waumini wanasema, unajua pastor unasema tu alikujaga fulani kutoka divisheni. Akatuambiaje? Akasema send off hamna shida. Kwa hiyo divisheni ndio Biblia.
Sasa umewahi kusikia kitu hivyo? Watu wameachaga Biblia siku nyingi, wanafuata eti ametoka division. Kuna mbingu huko division. Mojawapo ya jina katika Gospels, namna ya language inayoandika katika vitabu vya Injili, tunasema Gospels. Kwa hiyo hiyo inaitwa jina inayoitwa literary structure, inaitwa jina ambayo inaitwa allegory. Hebu nenda Zaburi 49 ili tuendelee kufafanua. Zaburi 49 mstari wa 9 hadi 11. Kitabu cha Zaburi sura 49 mstari wa 9 hadi wa 11. Inasema ili aishi siku zote asilione kaburi. Hebu anzia wa 8. Mstari wa 8. Maana fidia ya nafsi zao ina gharama. Ngoja. Huo ni mstari wa 8. Anzia wa 7 hadi 11. Hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake, kwamba wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Eti utoe fidia kwa ajili ya mtu huyo uliyemkomboa. Kuna mkomboa kutoka wapi? Sokoni, gerezani ama wapi? Sikiliza anachosema, ni ukombozi kumtoa wapi? Maana fidia ya nafsi zao ina gharama. Yaani kufidia nafsi zao ina gharama, wala hana budi kuiacha hata milele. Uiache tu, huwezi kuweza kukomboa huyo mtu. Ili aishi siku zote asilione kaburi. Kumbe ni kumkomboa kutoka kaburini. Amesema hakuna mtu anayeweza kumkomboa mtu kutoka kaburini. Naam, ndio. Ataliona tu. Hata wenye hekima hufa. Mpumbavu na mjinga hupotea pamoja. Watu wanapotea pamoja. Na kuachia wengine mali zao. Na makaburi ni nyumba zao hata milele. Sio kwamba kuna wakati wanazuka wanayaacha. Maskani zao vizazi hata vizazi. Ngoja msomaji. Makaburi ni nyumba zao za milele hata milele. Halafu mtu anasema eti alizikwa eti akafufuka. Unaijua nguvu ya mauti wewe? Hakuna mtu anayeweza kulipa fidia ili mtu asione mauti. Hayupo. Nenda Ayubu sura ya 14 mstari wa 21. Ayubu sura ya 14 mstari wa 21. Anasema mstari wa 21, kitabu cha Ayubu sura ya 14, neno la Bwana inasema wanawe hufikiria heshima. Watoto wa marehemu wanapomfikiria heshima, wanampatia heshima. Wala yeye hajui. Marehemu hajui Watoto huku wanasema tumpe heshima baba yetu, mama yetu tulimpenda. Wafuga minyoo. Watoto eti unatoa heshima kwa marehemu. Hiyo heshima unaitoa ukiwa hai na yeye. Lakini jeneza zuri umegharimika, eti unaonyesha heshima. Singenulia watu viberiti wakawa wanawashia nyumba zao taa. Unaenda unanunua hayo maua hayo na pamba eti mama yetu tulimpenda. Yaani usipojua kifo ni nini, utahangaika kama mbweha. Ndio maana ukishusha jeneza unasikia kuku huku watu nao wanaumia kana kwamba marehemu anaumia. Ay, wafuga minyoo. Marehemu anaumia kweli. Nilikuwa siku moja makaburi yasiyojengewa haya. Wameshashusha mtu, sasa wanaweka udongo. Kumbe kuna mawe nayo kwenye nani. Tunazika aliye hai ama tunazika aliye kufa? Sasa anaumia nini huyu? Nimegundua kwamba ni watu wachache sana wanaojua kifo ni nini kabisa. Na hata wewe mwenyewe ukae tu uvute akili uone mambo mengi tunayoyafanya kwenye misiba tulivyo wajinga.
unatoa heshima eti wanaye na heshima. Unatoa heshima kwa marehemu tulikokuwa tunafahamiana. Nenda tu pale mochwari uone wakipeleka marehemu. Zile sindano, wale watu ndio wanajua kifo ni nini. Wanadunga hakunaga cha nini. Tu. Wapige ile dawa usije ukatunukia hatuja kuzika. Unanielewa lakini? Hamujaiga kwenda mochwari nini? Wanachoma sindano kama mkuki. Na ni sindano vikubwa tu. Sasa yule ambaye hajajua jamani, ama anachoma vibaya. Anachoma vibaya wakati wewe unakatakata yule kuku unakataje? Kama unakata kuku unaamini amekufa, unakata kabisa, unakula kipande na enjoy. Shida tofauti ya kuku na yule ni wafuga minyoo wanaofikiria nini? Heshima, wala yeye hajui. Halafu wakifikiria wakifanywa vituko, kisha wao huaibishwa. Watoto wake wanaibishwa huku juu, lakini yeye hana habari zao. Marehemu hana habari zao kwamba watoto wake wanaibishwa. Kwa hiyo kama unataka kutoa heshima kwa unayempenda, ni wakati akiwa hai. Lakini sasa umejifanya mnyenyekevu hapo, una upendo wa dhati kwa marehemu, sasa ndipo sasa unashika hivi, ndio sasa unana paka na kubusu. Ni ujinga tu. Tukuachie wewe marehemu kwenye chumba ndani mule, tuone kama utararamu wewe. Unajua vitu vingine vituko tu unafanya hapa. Unafikiri mpaka hapa kuna wachache mno akigundua ni mpenzi wake kabisa, baba na mama ama mwezi. Lakini jeneza liko hapo, amemweka hapo, halafu ni yeye peke yake na analala kwenye nyumba. Hata rara humo. Maana yake ni nini? Marehemu ana nguvu mno kuliko alipokuwa hai. Asija kanikamata koo. Unakumbuka hata alipokuwa kijana akikutuma hata kiberiti usiku ukafuate na kuna jeneza mle ndani. Anasema singi. Lakini wakati akiwa hai nani yumo bibi? Unaenda. Lakini siku bibi akifa ndipo anakuwa mbabe. Hivi unafikiri kuna watu hapo wamepuzi? Yaani watu hapa wanaogopa mtu akifa hujawahi ona. Wanakuwa wanyenyekevu ghafla, utafikiri wako mbele ya paredi ya risasi. Usipojua kifo ni nini, utajiarishia sana. Ni muharo. Kifo kitokea ndio unaona Wakristo wengi walivyo na muharo. Ni wakunepishwa. Wakaogeshwe na mama fulani, na baba fulani, wabadilishiwe nguo. Muharo kabisa mkubwa. Lakini ndio unasema huyu nini? Ila sio ninyi. Ni wale ambao wajaja. Haleluya. Usijiharishie namna ile. Nyati mnapelekaje jeneza? Badilisheni kichwa ndio kinatangulia. Muharo. Tulisoma ile jana kwenye ile Zaburi 115 mstari wa 17. Sio wafu wa msifuo nani, wala wote wanaoshuka kwenye kimya hawawezi kumsifu Bwana. Hawawezi. Sasa huo ndio mfano ule ambao umetumika leo. Hakuna kitu eti mtu anaenda kuteketea pale. Yaani huyu Mungu hawezi kupeleka watu. Siku ya Jehanamu ameita ni mauti ya pili, ziwa liwakaro moto na kiberiti. Sio hii tunapozikana eti kuna Gehena kule, kuna moto. Hakuna. Wamelala. Hebu nenda Injili ya Yohana. Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 28 na mstari wa 29. Kitabu cha Yohana sura ya 5 na mstari ule wa 9. 28 na 29. 28 na 29. Neno la Bwana linasema, msistaajabie maneno hayo. Kwa maana saa yaja
ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Watu wote waliomo Gehenna, waliomo purgatory, makaburini. Umesikia? Huyu ni Yesu mwenyewe huyo. Kama hujamuelewa kule alichokuwa na maanisha, si ujoelewe huku. Watu wote walioko wapi? Makaburini. Na mimi ambaye ninasema malaika weti Yosefu huko mbinguni uniombee, halafu wewe sijui namna gani huko mtakatifu Mathayo uniombee. Yesu anasema wafu wote walioko wapi? Makaburini. Sasa inabaki huenda ni wale wabaya tu ndio wako makaburini. Msikize Yesu atakavyosema. Anasemaje? Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Wakina Lazaro watafufuka. Ufufuo wa nini? Wa uzima. Kumba hata waliofanya mema wakifa wanaenda wapi? Makaburini. Hii habari ya kusema wanaenda sijui mbinguni, wanaita peponi, tutaenda hapo saa hii, sasa hivi tunaenda hiyo, hakuna mahali inasemwa, hakuna. Na bahati mbaya sisi tukiona mtu ana cheo katika nchi hii ndio tunafikiri yeye ndiye Biblia. No, sasa nitafanyaje? Unajua ni kaka yangu yule amesoma nini? Hizi takataka za dunia ndio anasema amesoma. Hesabu, Kiswahili, jiografia, takataka hizi za dunia. Si ni kama wale rafiki zangu wanaonukuile Mithali 4:13, kama sana elimu usimwache aende zake maana yeye ni uzima, halafu anakuambia anakuletea elimu ya dunia. Wewe nani kwani mkuu? Kwa hivyo hilo swali lako liko namna hiyo, kwamba kadri unavyoongeza, unavyosikiliza visivyofaa, hata kama ni mziki unasikiliza sana mziki isiyofaa, italibadilisha taratibu. Kwa hiyo ndio maana tuwaweke mikataba, kama Biblia inasema nimefanya mkataba nisiangalie uovu ama nisisikilize uovu. Mwanzoni taratibu inajenga uhusiano na mimi. Kwa hiyo nimeanza nikiwa na tahadhari, lakini mwisho nashangaa ninakuwa mhanga wa vitu hivyo. Kwa hiyo usalama, television kama hizo sio za kuangalia. Anasema ndugu waje kuweka mchanga. Je, hilo mimi huwa sielewi. Kwa Mkristo ni sawa? Ninyi wao mnaelewaje? Uelewa wa pale ni katika kuwashirikisha katika swala zima kwamba wamezika. Lakini wale ambao uelewa wao ni zaidi pia ya hapo, kwa sababu mara nyingi wako wale ambao wanaamini mpaka wamzike ni kupeleka mchanga. Kanisa huwa hatuhitaji kupishana kwa vitu ambavyo havimfufui wala havimbakizi huko, ila kama wahusika hiyo itamfanya awe na amani. Tuna shida gani sisi? Mnanielewa? Lakini hatutaki usikia walinifanyia vibaya mama yangu kabisa, hata wakuniruhusu niweke hata mchanga, na hiyo ina historia. Subiri vipimo kesho, na fundi atashona vipimo sahihi. Kwa hiyo ni nini kiko hapo? Ndio ile tu ya kwamba roho yangu iridhike. Kwani niwaambie ni nini kiko pale? Unajua ni mawasiliano na marehemu, asije kesho yakanipata maana niligoma kumzika. Mnafikiri sijui yaani hiyo ndio ya kwetu ya siku nyingi kabla ya Injili, ya kwetu wa Afrika. Sasa ipokuja kanisani isiwe ile ya kufanya hivi. Kwa tunasema kurarudi lako. Baada hata kuweka mchanga na kile, unaona sasa wana ndugu wanajifanya wanaigiza kupandisha udongo, wafuga minyoo. Ni nini? Wasije wakapata baraa maana hawakumzika. Unanisikia? Lakini ndio hiyo sasa. Kwa nini tupishane na hawa wenye marehemu? Kwa vile tu kanisa tunafanya huduma. Maisha yetu mimi na wewe ili yaendelee, ni kusaidie baadaye. Usibaki hapo umevuta mdomo kama unapuliza zomari. Koreo ile hapo, jikaange ulivyo na minyoo.
Nazungumza lugha ngumu sana pia. Ndio maana yake mama. Lakini kama hiyo maana waliozika wale vijana wamezika. Kwa hiyo mara nyingi tukifanya vile, kuna mawasiliano na marehemu asije akanifanyia mbaya baadaye. Kesho si una mpango wa kuja? Uje mama, usigomee nyumbani . Namba 3. Samani, swali langu limeelekea upande huu, ni kwamba wakati naamini ndani ya kanisa hili nimeshuhudia kuingiza mwili wa marehemu kanisani. Je, ni lazima? Lakini pia tafadhali mchungaji, ili swali sio la wafuga minyoo. We. Swali lote naloulizwa hapa ni swali muhimu sana, ambalo halina maana ni lile ambalo aliulizwa. Maana tu muuliza swali aliona halina maana akaacha nalo. Lakini lolote naloulizwa hapa ni la muhimu mno, kwa sababu linahitaji uelewa. Kwa hivyo sio la wafuga minyoo. Hakuna swali hapa la wafuga minyoo. Lile ambalo alikuulizwa huenda ndio likawa la wafuga minyoo. Ameuliza swali, kuleta maiti kanisani lina changamoto gani hilo? Sikilizeni. Baadhi ya madhehebu ya Kikristo wasiotaka waisikilize Biblia vizuri, kuleta mwili kanisani ni kufanyiwa huduma ya kumtoa kwenye moto wa mateso aende peponi. Ndio ajenda yao. Na hata kama sio hapo kanisani, hata kwenye huduma zote zile za mazishi huwa zinalenga kumtoa pabaya aliyekufa aende sehemu nzuri. Kwa mujibu wa Biblia na huduma za kanisa la Waadventista wa Sabato, huduma hiyo yote inayofanyika pale huwa imelenga mambo makubwa matatu. Moja, kifo ni adui na alifikaje kwetu. Watu lazima wajue kwa nini tunakufa. 2, mpango wa Mungu dhidi ya mauti, ambao katika Kristo tutaishi tena. Mnanisikia? 3, ambayo yote hayo huduma zile zinalenga kufanya faraja ya neno la Mungu kwa waliofiwa. Huyu hakuna mahali tuna communicate naye, hakuna mahali tuna mawasiliano aliyo kwenye jeneza, iwe ni kanisani ama ni nje ya nini. Kwenye kanisa la Sabato hakuna popote na sentensi yoyote inayolenga kuzungumza na huyu aliyekufa ama kumhudumia atoke hapo alipo kwenda kwingine. Hakuna kwenye kanisa hili. Wakati madhehebu mengine ya Jumapili, mojawapo ya agenda yao ni hii huduma inayofanyika inamchepusha pabaya impeleke pazuri. Sasa tunarudi sasa kwenye Biblia. Kama nyumbani kwa marehemu eneo ni kubwa, watu wanaweza wakaketi kwa utulivu wakisikia neno la Mungu la faraja, hakuna umuhimu wa kuja kwenye nyumba ya ibada. Kama mazingira kule nyumbani yanatosha umati kuketi, inafanyika. Analetwa kanisani sio wafanywe huduma, ila ni sehemu wakiketi kwa utulivu wasikilize Mungu akiwapatia faraja ya neno lake. Hiyo tu ndio maana yake. Na sasa kwa kuwa mtu akifa watu wana mihemko, wanaona kanisani ndipo maana pa kutakasia, atupishani nao, tunaenda nao kanisani. Kwa nini upishane na walio hai? Hivyo nielewa, lakini hawa ndio bado mtaimba nao nyimbo za Kristo na visigino vinanyanyuka. Tunahitaji tuhusiane nao. Ataelewa kesho. Kwa hivyo haina umizimu wowote kuja kanisani
maana haji ili aombewe, wanakuja wakae kwa utulivu, Mungu awafariji kwa neno lake. Kwa hiyo kama nyumbani kuna nafasi nzuri na wanauelewa huo, hawezi kuhangaika kanisani, nyumbani wala. Na unajua tunafanya hilo kwa sababu gani? Ni yale ya kunukuu, ametoka mochwari, tumpeleke kwenye nyumba yake, ndipo aburudike, tumtoe pale sasa tumpeleke kaburini. Sasa kwa sababu wapagani wao ndio uelewa, tukajua Wakristo sasa si nyumba yake ni kanisani. Anakuja kufanya ibada huyu. Wanaokuja kufanya ibada wanakuja kwenye jeneza. Na ni kwa sababu ya ile ya kipagani ile ambako tunafanya. Toka mochwari nyumbani kwake. Alarepo hata siku moja. Wana nyumba yake. Alafu ndipo aende makaburini. Sasa tulipokuwa waumini tunakopi hivyo. Jamani, kwa nini hawampeleki kanisani? Watakuona vibaya Pastor Mbogo. Uambie tutafanyia hapa nyumbani kwake. Taona wafuga minyoo. Mimi nawaambieni. Amemzuia nani baba yetu wakati alikuwa anajitoa kwa kazi ya Bwana. Kwa hiyo amekuja kuimba wimbo wa Kristo namba ngapi kwa mara ya mwisho? Namba ngapi anakuja kuimba hapo? Umizimu katika ulimwengu wa roho. Swali lako sio la wafuga minyoo hilo. Haleluya. Tamkipo usisahau kengele, maana tunaweza tukanogewa hapa vipindi vinakuja. Nimeona mkono sasa mwingine. Sio kaniambia ni la nyongeza. Wale watatu wameisha. Hebu nione wengine wenye mikono. Kuna moja tena. Mama pale 2. Alafu 3, 4. Wameota 5. Njooni wote hapa sasa. Muulize wote kwa pamoja. Alafu ndio nijue najibuje. Nani anaandika sasa ili nikisawa nikumbusha ili ulikuwa linasema hivi. Ili ni time na wakati. Maana hii somo ni muhimu sana watu wa Mungu wakiuliza maswali, kwa sababu viko vitu vingi ambavyo Mungu anataka tuvielewe na tunaweza kusaidia wenzetu kule. Na wasipotuelewa basi hatuna namna. Bwana ataendelea kusaidia. Mpatie. Naam, karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi wakati nipo huko, kabla sijaja kwa Waadventista wa Sabato, tulijifunza kwamba katika kifo, kwamba wengine walikuwa wanasema kwamba mtu akifa huo muda anapokufa, kwa sababu Yesu wakati akiwa na yule mwizi msalabani alimwambia leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Kwa hiyo ina maana mtu akifa pale pale tayari anaenda mbinguni. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba msaada wako mchungaji. Ya mama, nimejibu hiyo kitu. Nimesoma ile Luka 16 mstari wa 19 hadi 31. Kwanza hiyo peponi ndio tukaiona hapo, tukaenda Yohana 20:17 kwamba Yesu alipokufa, wakati yule mama anataka kumshika baada ya siku ya kufuka ya 3 hiyo, Yesu alisema usinishike maana sijapaa kwenda kwa Baba. Kwa hiyo ndio tukajua si maana yake kwamba utakuwa pamoja na peponi, ila Yesu alimhakikishia kwa maisha yake aliyojitoa ya kwamba siku ile watakuwa pamoja naye. Lakini alipokufa Yesu alienda kaburini. Na ndio maana siku ya 3 alipofuka hakukubali Mariamu amshike, alimwambia sijapaa kwenda kwa Baba. Kwa hiyo ndio maana hiyo inatusaidia kuondoa utata wa kwamba mtu akifa anaenda mbinguni. Mama, sio ninajibu hiyo swali mama? Kwa hiyo Biblia inatueleza kwamba Yesu hakwenda baada ya kufa, badala yake alienda kaburini. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Swali langu ni kuhusu sisi Waadventista wa Sabato, ni sahihi kuaga mwili wa marehemu mara mwisho? Kwa sababu tuna kaida kwamba ibada ikishaisha tunaambiwa watu wapite mbele kwa ajili ya kuangalia mwili mara mwisho. Na swali lingine ni kwamba wakati mimi nakuja Iringa huku, nilikuta kwamba mtu akishakuwa ameshafariki, unakuta wale ndugu wamekaa kwenye kile chumba na marehemu amewekwa pale kwenye kile kitanda, lakini wale wana ndugu wanavolia wanashika ule mwili na kupapasa huko, akiwa wanafanya nini? Wanalia kabla ule mwili hujapelekwa mochwari. Na wakati mwingine ule mwili unalala pale pale, kesho ndo wanaenda kuzika. Je, ni sahihi kwa sisi Waadventista wa Sabato kufanya hicho kitu?
Nimeamua kujibu tu moja kwa moja ili wasije wakasema nimpendelee yule mama wa kwanza. Nianze na ile la pili ya kwamba tunafanya hivyo tu kwa sababu huwa uelewa wetu kwamba mtu akifa asikii chochote. Kwa hiyo huwa tukifanya hivyo tunaona kama tunawasiliana naye, kama tulivyosoma ile Zaburi. Tulisoma ile Zaburi, mnakumbuka, wanayompa heshima hafanyi nini? Hajui, wakiaibishwa kadhalika wajui. Ni kwamba tu wanadhani wanawasiliana naye ingawa hawezi kusema nao. Hiyo ndio kinafanya wakae naye karibu, wamshike, wafanye nini, wamlilie kwa kugaragara, lakini hajui chochote. Hajui chochote. Kwa hiyo ndio maana Mungu anapoleta neno kama hili linanisaidia mimi namna ninavyoweza kukutana na matukio kama hayo na bado nikajua hawezi kunisikia wala chochote. Kwa hiyo ni kwa kutokujua tunajikuta tumefanya hivyo. Lakini hili lingine la kwanza ambalo wameuliza kuhusu kuaga mwili, sikiliza vizuri. Ni vema kabisa, ndio maana hakikisha watu wameona uhalisia wa kifo. Ndio maana ni vizuri sana kabisa, hasa wale ndugu waone amekufa. Kuna kitu kimoja asipoona anaweza akabaki ana maswali mengi kabisa, na ndio maana kanisa linawapatia nafasi waone uhalisia wa kifo. Lakini shida iko tu mama, hivi wameleta mwili wa marehemu, ndio maana wanaanza nao ndugu zake wa karibu. Lakini unaweza ukashangaa tena kesho yake wameweka hapo na wao nao wanaanza tena upya. Yaani ni kama sasa hata walichoona ni kama waamini ndio hivyo au turudie tena. Kwa hivyo lengo la kuweka hivyo ni kwamba wanadamu wote wakutane na uhalisia wa kifo, kwamba kesho wewe na mimi tulioko hapa tutakuwa hivi, na kukubali wale ndugu kwamba kwa kweli amelala. Lakini inapopata nafasi kesho yake, alafu bado pia ni mjane ama ni mme, bado mgane aliyeachwa ama ni watoto, bado nao eti wanaenda, ndio imebaki sasa yaani wanafanya tu, lakini hawajui kwa nini wanafanya. Walishaona siku ile wamemleta chumbani, wakamuona, wakalia kwa uchungu huo, na wakajua aliyekufa ni nani yao. Lakini sasa tena kesho ama jioni tena na wenyewe kwenye listi. Ndio hiyo tu kwamba tunapojifunza tunaelewa, na wakati mwingine sasa unaamsha tena maumivu kwako wewe mwenyewe. Kwa hivyo wale ambao hawajaona wanapaswa waone, alafu bado sio lazima, huwa ni hiari bado. Lakini kwa ndugu wa karibu ni muhimu ili waone hiyo kitu. Alafu labda kama alikufa vibaya kwa ajali inatisha, ndio itabidi wachagulie watu wachache, kama wale ambao wana mioyo mepesi wanaweza wapate shida. Kuna ajili kwa wakati kama huo. Lakini kama amekufa vizuri, sura yake kwa vizuri, anaweza ni vizuri ndugu wamuone, na yeyote raia anaweza kuona. Lakini sasa ile ya rudia inawarudisha maumivu makali, na huwa hata haina sababu, kwa sababu alishamuona wakati ule. Ila akiamua rudia kila mahala, hata hakuna shida, maana ameamua kurudia. Ile uelewa wake huo ni huo. Asante. Karibu rafiki. Zimebaki 5. Zimebaki 20. Asante. Tafuti 15. Leo umegonga vizuri sana leo. Sijekao kuna hujuma kwenye kipindi kinachofuata. Haya. Karibu rafiki. Asante. Mimi nilitaka kuuliza juu ya lile swali la kupeleka mwili wa marehemu kanisani. Kuna mahali fulani tulishawahi kuuliza hilo swali, tuliambiwa kuna ulazima wa mzee wa kanisa akifa akiwa kwenye madaraka kupeleka mwili wake kanisani kwa sababu alikuwa na hudumu pale kanisani, au mchungaji. Sasa nilitaka kuuliza hilo kwamba je, lipo kwenye kanuni au ni kitabu? Hayo ni maneno ya yule aliyejibu. Kwa sababu mzee huyu hawezi kutoa tena huduma hapa.
Hata kama ni mchungaji, unajua, nimeeleza tu kwa nini waje kanisani, maana ni sehemu inayoleta kicho kwa walioko pale kusikiliza faraja ya neno. Lakini kama kule nyumbani mazingira ni mazuri kabisa, umeweka mahema, ni utulivu, wala hakuna kabisa. Lakini kwa sababu ya uelewa tofauti wa watu, wasije wakaona kanisa limemsusia alipokufa na alikuwa mtu wa Bwana, mtumishi, wasije wakatafsiri vibaya kanisa. Familia wakisema anaenda kanisani, kanisa halina kabisa upinzani na hilo. Aliwezi kupishana na waliokufa kwa ajili ya kupishana na walio hai kwa sababu ya waliokufa. Yaani kwenye kufa pale, hata kama ni wewe na ndugu zako wa damu, jihadhari, msipishane na ndugu zako walio hai kwa sababu ya aliyekufa. Wewe unanisikia? Amekufa alafu anawaacha nyinyi mmesambaratika. Kwa nini? Hapana. Fanya unachoweza kufanya, mradi si kinyume na mapenzi ya nani. Mbaki mmeshikamana kuliko kifo chake kiwasambaratisha. Kwa hiyo ndio maana kanisa linaangalia ukweli. Kama familia wanaona moyo wao unaridhia vizuri, maana baada ya faraja ilitolewa akiwa kanisani marehemu, na wao wakiwa pale, hatuwezi kupishana na ndugu wa marehemu waumini. Ila tunafundishana ya kwamba haimuhusu huyo aliyekufa, na kitendo cha kumleta hapa hakimsaidii, kama alivyosema Yesu kwamba wanao Musa na nani na manabii, wasipowasikiliza huko juu, hata akitoka katika wafu hawataamini. Kwa hiyo ndio hicho kinachoweza kufanyika. Asante. Karibu rafiki. Asante pastor. Mimi swali langu liko hapa. Tunasoma kwamba mbinguni hakiingii kilicho kiovu. Sasa nakuta labda kuna watoto ambao wazazi wao walikuwa waamini, wakafa wakiwa bado watoto, hawakupata nafasi ya kulisikia neno. Alafu kuna hao wanaozaliwa au wanakuwa tayari wana upunguani wa akili, hawana namna wanaweza wakasikia neno wala kulielewa. Kwa mfano kule kwetu kuna walikuwepo mtu na dada yake, wote wakawa na upunguani wa akili. Kifo chao wakatumbukia kwenye maji wakafa. Hao nao siku ya mwisho itakuwa. Umesema watoto wa umri upi? Watoto yani labda amezaliwa akafa, amezaliwa akakaa miaka miwili. Watoto wachanga. Ndio. Watoto wanaokufa katika umri ambao hawawezi kujua habari za Calvary na dhambi ni nini, wokovu wao unategemea imani ya wazazi wao. Na hiyo ndicho kilichofanyika siku ya Pasaka katika nchi ya Misri. Waliwaambiwa chinjeni mwana kondoo, alafu chukua ile damu paka kwenye mima, madirisha na nini na milango. Yule malaika akiona atapita juu, asipoiona atapita katikati. Hiyo ndio inaitwa Passover, Pasaka. Sasa wale watoto wadogo wachanga wale hawakujua kinachoendelea, lakini hawakufa. Kwa nini hawakufa? Imani ya wazazi wao iliwafunika watoto wao. Mimi nimezika watoto wawili wachanga, wa pili na wanne. Na bahati nzuri pia Wakorintho wameelezea hivyo hivyo, imani ya mzazi kwa watoto utakasa watoto wao, mpaka watoto watakapofikia utu wa kujua Calvary na kufanya maamuzi wao wenyewe, kukataa au kutokataa, ndio watapotea kwa dhambi yao, wataokolewa kwa kuamini kwao. Lakini watoto wa wazazi ambao si waumini, hatujafunuliwa popote. Na kama hatujafunuliwa, mimi najisalimisha. Yaliyofunuliwa ni ya kwetu, ambayo hajafunuliwa ni ya nani? Ni ya Mungu. Kwa hiyo sijui. Kuhusu watoto ambao wana mtindio wa ubongo, sio tu mpaka watoto, hata watu wazima, hiyo nayo ni kazi ya Mungu. Mimi sielewi, kwa kuwa yeye ni champion wa kuokoa, anajua. Tushughulikie, kwa kuwa sisi tuna akili timamu, tuendelee kuchagua uzima. Nashukuru. Kadiri somo linavyoendelea, nimegundua kwamba tumeshaathirika na mazingira ambayo tumepitia siku za nyuma hata kabla hatujaamini. Ndio maana unakuta mtu akifa ghafla, mtu anajikuta anatamka hata vitu ambavyo haingetegemea kama angetamka. Hasa hii imekuwa ikitokea hata mara nyingi yanapotokea mazishi,
ikitokea kiongozi amekaribisha hata apate tu kuomba, tafuta lazima amechanganyia kitu fulani cha kumwombea nani marehemu. Sasa nilikuwa nataka nisaidiwe hapo, lile ombi la kwenye mazishi au kwenye msiba, anapohusishwa marehemu lina msaada gani? Yaani anapoombewa. Asante. Alifanya chochote isipokuwa wale wanaoongoza huduma hizo za faraja kwa kanisa. Tunawaambieni neno hili pale, uwe na hakika anayetoa sala anaelewa kifo ni nini. Asipewe mtu kwa kuwa ni kiongozi wa jamii, na sisi tuko pale kwa ajili ya faraja ya walio ni. Ibada yote ya faraja ishe, ibaki yale matangazo, nani mwenye nani, nani mwenye nani. Wakati mwingine wanatumia nafasi hiyo hiyo. Jamani, unajua yule mtu wa Mungu sasa hivi, tusisikitike sana hapo, tushakamaliza huduma zote. Tusikitike sana kwa kuwa hivi na hivi. Sasa mwenzetu ndio ameshatangulia hivyo, na anaanza kusema na baba askofu naye ile huduma iliyofanyika na utulivu huu, mwenzetu ndio anaenda. Sasa ujue wewe uliyekuwa unaongoza hapo kama unaweza kurekebisha. Inahitajika ujasiri, maana anaweza akachafua ukweli wote uliofundisha pale. Lakini kama ni ninyi wenyewe pale, usimpe maiki mtu kwa ratiba hiyo ambayo iko ndani ya kanisa wakati huo, na unampatia tu hivi. Ni sawa unampatia funguo dereva akuendeshe katika hiyo gari, ama wewe kaa huko nyuma ya baskeli, wewe niendeshe, na una hakika kama anajua kuendesha baskeli. Kwa hiyo usimpatie, ndio nasikia mimbari, usimpatie mtu ambaye huna hakika anaelewa iki unachofundisha. Usimpe mic, usimpe muda. Mmenielewa watu wa Bwana? Mumeelewa? Hata kama kule ofisini kwake ni mkubwa, hii huduma usimpe, hata kama ni baba yako mkubwa katika huduma kama hiyo. Ila fursa zingine, msemaji wa familia, sijui msemaji wa kijiji, na hizo wanazo wenyewe. Lakini ya kanisa, hawa walioko hapa ndio wanaozungumzia habari hizo. Hata akichafua kule ukweli, utajitenga na uongo ikitokea hivi. Mama, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa nataka niulize swali hapa kwenye kisa cha Daudi. Pale alipokuwa ametenda dhambi ya kumtamani yule mwanamke wa yule askari aliyekuwa amemtuma kwenda vitani ili akawekwe kwa namba 1 alafu auawe ili yeye ampate yule mwanamke. Sasa alipokuwa ameenda kule, malaika walimjia wakamwambia kwamba mimi nilikuwa na kondoo wangu sijui mmoja. Hakuwa malaika dada, alikuwa ni nabii Nathan ambaye Mungu alimjulisha yaliyokuwa yanafanyika ikulu ya Daudi. Walipokuwa tusaomeka, alimwambia na kondoo wangu mmoja amepotea. Lakini mwenzao amenyang'anya. Amechukua kondoo wangu mmoja. Alisema hivi Nathan, Daudi kulikuwa na mtu mmoja tajiri mwenye kondoo 100. Na mwingine maskini mwenye kondoo 1. Anampenda na mhudumia mpaka hata anakaa naye kifuani. Yule tajiri akapata mgeni, lakini baada ya kumchukua mojawapo ya kondoo 100 amchinjie kitoweo, akaenda akamnyang'anya yule mwenye kondoo 1. Daudi akalipuka. Yanafanyika kwenye utawala wangu. Sema huyo mtu anapaswa kwanza alipe mara 4 na anapaswa uawe. Ndio Nathan akasema ni wewe. Haya sasa. Kwa hiyo sasa pale kwenye simulizi, huyu ni mzee Sangane na amejitokeza na yeye. Alikuwepo. Haya. Kwa hiyo pale sasa akajitambua makosa yake. Akatambua makosa yake. Alipotambua, kwenye habari ambazo mimi leo hii nilikuwa nazisikiliza, wanasema alienda kuomba msamaha kwa yule marehemu aliyokuwa amekufa. Waliombeana wapi msamaha? Mbona aliandikwa hilo blango? Haya atakuwa ni nyongeza tu ya wafuga minyoo. Wakawa wanazungumza. Hakuna mahali Daudi alifanya hivyo. Hakuna mahali popote. Asante. Ila wafuga minyoo ndio waliyaongezea.
na nashukuru akiyaongezea, hayaongezi kwenye Biblia, yanaongeza kwenye mioyo yao. Asante mchungaji, somo hili zimeisha 5. Twende haraka 5. Hao watu wa Mungu, uliza mzee wangu. Mimi niko kwenye swali, nina eneo langu ambalo nimewekeza huko. Sawa. Ndiko endapo nikilala nizikwe kule. Na umewaambia familia? Nimewaambia familia. Sasa inawezekana kati yao akafika akasema, kwa vile tuna kaburi hapa mjini, kwa hiyo inabidi alale hapa. Okay. Sasa tunafanyaje? Hiyo iko kwenye upande wa wosia. Na wosia unasema andika upate pia mashahidi kwamba uliandika, na maana pa kutunzia wanatueleza watu wanani utunzie wapi. Kama wosia huo uko hapo bayana, hataweza, kwa sababu uliandika na ushahidi ni huu. Akitaka kupindisha asema aliandika, nitakapokufa nitazikwa mahala, hata wimbo wangu wa kuimba kwenye huduma limbeni huu hiki na hiki. Kwa hiyo usipoweka hivyo, ndio hao watu watageuza. Amina. Mnasemaje jamani? Amin. Kwa hiyo kwenye maisha yetu ya familia tutakuja kuona hicho kitu. Wosia ni muhimu. Na mzee umeuliza swali muhimu, kwa sababu kuna wengine mpaka ukifa wanakunyang'anyia kama vile fisi wanatafuna swala. Tumpeleke huku. Mkristo anajua atakufa na anaweka mambo yake vizuri, tazikwa hapa na pale. Usisubiri mpaka hata historia waandikiwe na watu wengine. Na wakati unajua utakufa, andika historia ya maisha yako. Mama, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi tumekuwa baada ya kuzika, tuseme tumezika kama leo, asubuhi mapema wanandugu wanaondoka nyumbani, wanakwenda kaburini, wanasema wanaenda kuangalia kaburi. Ukiwauliza maswali wanajitetea, wanasema hata Mariamu na mama yake Yesu asubuhi na mapema walikwenda kufanya nini? Kaburini. Lakini mimi wanaelewa kwamba walikuwa wana sababu ya msingi. Lakini unakuta hata sisi wa Kristo tunabebezana na wale watu, tunakwenda kaburini kuangalia kaburi. Tunaenda kufanya nini? Mimi nilikuwa ninaomba nisaidiwe, ni sahihi kwetu si wa Kristo? Ndio hiyo mama, kuna ibada wanaenda kufanya. Wanaenda kufanya ibada, wanatimiza mambo fulani ya miiko na mila. Kwa sababu wanaponukuu mbona Mariamu alienda, wale walikuwa wanaenda kumpaka mafuta kwa ajili ya maziko. Hawakujua ya kwamba alishapakwa na Mariamu akiwa hai, na kwa kuwa sabato ilikuwa imeingia, ndicho kilichowasitisha. Sasa wao hawakwenda kwa ajili ya hii ambayo tunazungumzia. Hapana. Waisraeli walijua mtu akifa ni nini maana yake. Sasa amezikwa, eti asubuhi mapema wanaenda. Ukifuatilia ni hizo hali ya wafu. Kuna mawasiliano wanaenda kufanya na nani? Na marehemu. Kwa hivyo sisi wa Kristo tukijitenga, wataanza kuuliza kwa nini. Tutakuwa tumefungua mwanya wa kuwafundisha waweze kujua. Nilisema tangu jana ni gharama, unaweza utengwe kwa sababu ya kitendo hicho. Lakini kwa kuwa tuna nuru, wanalazimika wajifunze kutoka katika uelewa ambao Mungu ametupatia, hata kama itatuia gharama. Mama. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Nitauliza swali pasta kwa faida ya waumini. Kuna desturi ambazo zinaendelea wakati misiba inatokea. Utakuta wanasema marehemu alikuwa anapenda kuvaa nguo fulani. Na leo amekufa, tumvalishe nguo hiyo. Je, kuna uhusiano gani kati ya nguo aliyokuwa anavaa marehemu na kifo chake? Kwa sababu unakuta kwa mfano wenzetu Waislamu, wao hawavalishi nguo yote. Je, nisipovalishwa nguo na nikavalishwa nguo, kuna nini kinaweza kikaleta athari? Kama yeye alisema mtanivalisha nguo hii, atatoa maelezo kwa nini. Anataka watakao muona ujumbe wa uelewe kwa nini alitaka avae nguo hiyo. Lakini kama ndugu zake wameona ni heshima kumvalisha hiyo nguo, kwa maana yao wenyewe, Biblia imesema watafikiria heshima wala hana habari. Wakidharauliwa hawawezi kuona aibu wa marehemu. Kwa hivyo wafanye tu, sio kwa uelewa ya kwamba kuna mawasiliano kwa kufanya hivyo. Kama watakuwa na agenda hiyo, wako kwenye umizimu.
Lakini kama wamefanya tu tumvalishe baba kwa napenda hii nguo ngoja tuvalishe, hawana maana ya kwamba baba ataridhia wamenivalisha nguo nayoipenda, hawana habari hiyo, basi hawana shida yoyote.